As we turn together to the Holy Scripture, Joshua chapter 1 and verse number 9. Joshua chapter 1 and verse number 9. We're going to gather our strength from this verse kabla tukaweze kuendelea na ibada yetu asubuhi ya leo. Joshua chapter number 1 and verse number 9. My Bible translation records, have not I commanded thee, be strong of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Je, si mimi nimekuamrisha ya kwamba uwe imara, usiogope wala usiwe na hofu, kwa sababu Bwana yu nawe kila mahali unapoenda. Praise be to Jesus. The scripture gives us the picture of God asking Joshua not to be afraid, not to worry about himself, not to worry about the children of Israel, because God himself had promised to go with him, to be with him in everything that he was going to do. And he also realized ya kwamba Mungu hakumwambia Yoshua mara moja tu. Mungu alimwambia Yoshua mara mingi ya kwamba usiogope, simama imara, ukue wima. Look at the same chapter of Joshua chapter 1. Verse number 2. You will see God telling Joshua, be strong. Verse number 6. You will see God telling Joshua, be strong. Verse number 9. You will see God telling Joshua, be strong. Why? This was after the departure of Moses. Musa akishaondoka, Yoshua anabaki akiwa na wasiwasi. Now that we had the best leader ever, who else is going to help us? And Joshua sits back. Na obviously ukiwanga karibu na mchungaji, kama mchungaji hayuko, wanasemanga wewe ndio unakuwa karibu na mchungaji. Sasa mchungaji hayuko, wewe tuongoze. Bwana Yesu asifiwe. So they looked at Joshua and they said, you have been close to Moses. The only person we can trust with the responsibility of leading us is you. Kwa sababu wewe lazima ukuwe umejua vile kuna kuendanga. Sisi tunaongozwanga tu, lakini wewe unaelewa kwa sababu umekuwa karibu na Musa. So Joshua got afraid. How will I lead these people? Na vile Musa alikuwa mkali. So Joshua didn't know what to do, because Joshua was an errand boy. Alikuwa ni mtu wa mkono wa Musa. Kazi yake ilikuwa niletee hii, ambia fulani akuje, ambia fulani aende, simama hapa mpaka nirudi, chukua hii, weka pale. Lakini hakujua, how do I now organize? Musa anajuanga haje wakati mtu anafaa kuenda na kurudi na kuketi na kusimama na kuimba. Anafanyanga, how does he get to know that it is time to go, it is time to come? Because at that time God had never spoken to Joshua. Mungu alikuwa anaongelesha Musa peke yake, na Musa anaongelesha Yoshua. Mungu anaongelesha Musa, Musa anaongelesha Caleb. Anaongelesha Musa, Musa anaongelesha Hur. Mungu anaongelesha Musa, Musa anaongelesha Waisraeli. Hakuna wakati Mungu alikuwa anaongea na Yoshua ama Caleb ama Hur ama wana wa Israeli directly. So at this juncture God is speaking to Joshua, telling him, don't be afraid, move on. Glory be to God. Geukia jirani yako, mwambie usiogope. Mwambie songa mbele. Saa zingine wajua, even in church you may be here and you're given a responsibility to handle. Atichukua majukumu ya ongoza ibada. Ukishaongoza ibada ukimaliza, mtu anakuambia no ndio wakanyana tu uelechanga hobia. No wake mpanga binebi. Sisi wake mbangezi. Bwana asante. Haleluya. Haleluya. Kama una wimbo usinyamaze. Kuna wale wana nyimbo wenyewe wanajua kuimba. Wacha waimbe. Usiogope. Na watu wake tusema. Kwa sababu Mungu yupo pamoja na wewe, hata kwa ukosefu wa huo wimbo utaona Mungu anakupatia kibali. Glory be to God.
Ukuja hapa na by the way, most of the time the moment you stand here, ukiwa huko umepanga manyimbo wakiimba hapa unasema nasiaweke hiyo. Oh sana. Sasa amenyamaza kwa nikwambia hata Bwana kama sina wimbo lakini nimeleta nafsi yangu. Wewe uko tu hapa nasiaweke. Haleluya. Ile siku wewe umekuja hapa haleluya Hosana imeenda. Ile Jehova imeenda. Ile we give you glory. Hata nyimbo tu rahisi kama hiyo. Hiyo pia hawezi. Mnasiaimbe tu basi ni wewe. Ni wewe Bwana. Lakini the moment you stand and step here, all songs disappear. Nabaki sasa unatafuta ni wewe hiyo ingi. Haleluya Hosana hiyo ingi. You are Alpha hiyo sijui kuimba vizuri. Kani nyingine hiyo we give you glory. Yeye anasumbuanga na we give you glory Lord, nitachanganya. Sasa uko tu hapo unatembea. God is telling you don't be afraid. Usiogope kwa sababu yuko na wewe katika ukosefu wa wimbo. In that confusion, God is just, you know, sometimes people get confused and you're like, "Awa Mungu aliwawacha." But God is just with them in that confusion. Mungu tu ako tu nao hapo ndani ya hiyo confusion. He has not left them. He's with them. Kwanza wewe ndio hauna Mungu. Ndio maana unafikiria hivi. Ndio maana uko judgmental eti hana Mungu. Wewe ndiwe hauna. So don't be afraid because God is going to be with you whithersoever you go. Praise be to Jesus. Amen. I've captured this message. God is not tired of you. Mungu hajachoka na wewe. Mungu hajachoka na wewe. Licha ya kuwa hauna ujuzi, licha ya kuwa hauna uwezo, licha ya kuwa hauna nguvu, Mungu hajachoka na wewe. Bado yuko na wewe, anasimama na wewe, anakupigania, anakutetea, anakusimamisha, anakusongesha katika viwango vya maisha yako. Amen. Joshua finally took the responsibility. Joshua finally stood up and said, I will lead this Israel. So why? Because he had the confidence inside God. He had the confidence inside God. Akijua Mungu wakati amesema yuko na mimi, sijawahi muona akiwacha Musa. Hata nami leo hii ninaweka imani ndani ya huyu Mungu ya kwamba ataweza kunipigania, ataweza kunitetea, ataweza kuniinua na kunisongesha katika viwango vingine katika maisha yangu. So the moment you sit down, you look at yourself, unajiona ni kama mimi hata ni kama Mungu aliniwacha. Mimi hata ni kama sitawahi faulu katika maisha. Mungu hajachoka na wewe. Continue calling on his name. Continue knocking on the heavenly door. And God will soon respond to your cry. Glory be to God. Amen. There is no time God gives up on you. Because he is a merciful God. He is a gracious God. Ni Mungu aliye rehema, Mungu aliye wa upendo, Mungu aliye wa huruma iliyoje. Hawezi kukuacha, hawezi give up juu ya maisha yako. He never gave up on Joshua even though he didn't have the skill, he didn't have the experience, he didn't have the knowledge, he didn't know how to do it. God does not call the qualified, he calls those who are unqualified so that he may qualify them. Praise be to Jesus. Because if you already qualified, then there is no need for God to call you because you already have what it takes or what he needs. So he calls, anawaita wale ambao hawajiwezi ili ya kwamba akaweze kuwaonyesha wale wenye wanajiweza ya kwamba hata wanyonge ninaweza watumia. He lifts the less to prove to the great that he's a powerful God. He lifts the poor to prove to the rich that he can raise the poor. He lifts the weak. He gives them strength to prove to the strong that he can strengthen the weak. I see you being strengthened in the name of Jesus. Amen. I see you being strengthened in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Now Joshua taking up the responsibility and leading the Israelites. You too can stand and take responsibility. Amen. You too can stand and handle the most difficult things in your life. Things you have ever thought ya kwamba ni vitu ngumu, siwezi viweza, haviwezekani, sitafaulu. God
is going to enable you to handle them in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Therefore, you have to open up your mind and be attentive to the voice of God. Open up your mind and be attentive to the voice of God. Ukamsikize Mungu ananena nini juu ya maisha yangu, ananena nini katika hii hali, because at the time you are waiting to hear from God, He will definitely speak to you. You will hear Him ministering to you, you will hear Him speaking to you. But the moment you are there busy listening to other things, you are not ready to hear from God, you will not hear the voice of God. Sometimes God does not shout. God speaks in a still voice. You will hear a voice or a thought inside your heart. Unasikia ka opinion ndani ya moyo wako ya kwamba this is not the way to go, do this, do that. That could be God speaking to you. Unajua watu wanangojanga Mungu akuja aseme, and now my daughter Maureen, I am here speaking to you. Saa zingine God is just speaking in a still voice. Anakwambia, my son, please don't go this way. Na amenyamaza hivi na imeisha. So you have to be very attentive for you to hear the voice of God. Mungu si jitu ndiye akuja na sauti kubwa ati ndio uelewe ni Mungu. No, He can even speak to you through a simple thought, a very quiet mind, a still voice just speaking to you, telling you, my son Jeremiah, shut that door, close that door. Ukisikia kawazo kamekuja, funga hiyo mlango. Huwezi jua labda mwizi yako kutoka kwa mlango anataka kuingia. So God is speaking to you and telling you, safeguard the place. Guard yourself ahead of time. Don't go this way, don't go that way. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukiwa kwa soko saa zingine, mtu anakuja tuna change 1000 na anakuambia nisaidie na change. Si ati una change uko nayo, but nasikia kitu ndani ya moyo wako inakwambia don't give. Amen. Na wewe na kiburi yako unapeana change, kumbe wamekupatia note fake. Had you listened to the first still voice of God, you could have saved yourself. Ukisikia the Spirit of God inside you, something murmuring to you, something whispering to you, telling you, please don't, then just let go, because that might be the voice of God speaking to you and protecting you from the attacks and the schemes of the devil. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukiwa kwa nyumba saa zingine unasikia mtu anabisha kwa mlango hapo nje usiku. Sauti unajua, unaielewa. Ukienda kwa mlango tu kitu nakwambia usifungue. Usipuuze. Anaweza kuwa ndugu yako lakini ameshikwa na wakora. Wakuje ndiye akuite wewe ufungue juu anajua akikuita utafungua. Saa zingine simama kwa mlango kwanza tunakuja kwa hiyo. Umuulize uko nani. Ukiona na sita mwambie hii masaa imepita kufungulia wageni. Kwa hivyo tuonane kesho. You never know, maybe they are hiding hapo kwa kona wamesema wewe pisha kifungua. Shike. Ukisikia roho kasauti kama kwambia usifungue, chungulia, mwambie uko na nani? Saa hizi saa ngapi? Enda lala, tuonane asubuhi. Praise be to Jesus. So don't be afraid, because the Lord is with you. Meaning, God will speak to you and give you the information of what you need. Only what you need to do is to listen to Him keenly. Umsikize Bwana. Usiseme kwa sababu Mungu yuko na mimi, sasa sitaogopa. Hata kama adui anakuja, mimi nafungua mlango na mwambia ni uwe. Watakuwa. God does not want you to expose yourself to danger just because He has given you the courage and the protection. All you need to do is to listen to Him and follow His instructions. Bwana Yesu asifiwe. I want you to rise up on your feet and open your mouth and tell God, Father, teach me how to hear your voice. Mungu nifundishe jinsi ya kusikia sauti yako. Fungua kinywa chako, nena na Bwana. Mwambie Mungu nifundishe jinsi ya kusikia sauti yako. Mwambie Bwana nifundishe jinsi ya kusikia sauti yako. Adonai nifundishe jinsi ya kusikia sauti yako. Teach me how to hear your voice, O God. Oh, teach me how to hear your voice. Teach me how to hear your voice.
In the name of Jesus. Nifundisha Bwana jinsi ya kusikia sauti yako na kuweza kuitikia sauti yako epo, kwa sababu wewe ndiye unaweza.